likisababisha mauti, lakini sasa nataka nikupeleke katika uga wa Ulinzi Complex ambako mwenzangu Davis Mberia yuko kule kufuatilia makala ya pili ya kombe la Moi ambalo yameingia siku yake ya mwisho, huku zaidi ya timu 250 zikishiriki katika vitengo tofauti vya umri katika mashindano hayo. Na sasa tuungane naye Mberia ambaye yuko katika uwanja wa Ulinzi Complex jijini Nairobi atujuze matokeo na matukio yaliyojiri. Lakini Mberia, wewe ulicheza mpira hadi kiwango gani labda? Shukran sana Yeri, swali lako la kwanza nilivulie. Basi nilicheza soka hadi hatua hasa ya shule ya upili, na nakumbuka zaidi katika kidato changu cha kwanza shule ya upili ya Njoro, shule ya kitaifa. Tulifika hatua ya kitaifa, nakumbuka finali zikichezwa katika shule ya upili ya Nakuru. Kwa hivyo hii inadhihirisha tosha kwamba mimi sizungumzi tu, bali nazungumza kutokana na matendo ambayo nilikuwa ndani miaka michache iliyopita, kando tu na wewe ulivyokuwa bwana. Haya, tuje sasa hapa katika uwanja wa Ulinzi jijini Nairobi ambako makala ya pili ya kombe la Moi yanashika kasi, na hii leo ni siku ya mwisho. Mbivu mbichi inajulikana. Leo kutakuwa na mabingwa ambao watakuwa wanavikwa taji katika vitengo tofauti vya umri, na sasa hivi tu mahali niliko ni baadhi tu ya mechi ambazo zinachezwa. Kama mpiga picha wangu atakupa picha hiyo, ni kitengo cha umri usiozidi miaka 11, mechi ya wavulana ambayo inachezwa sasa hivi shule ya Moi Education Center ikipiga na mechi hii. Lakini kando ya uwanja huu mdogo kunayo timu nyingine ama mechi zingine ambazo zinachezwa katika uwanja huu mkabala wa ule ambao Moi inacheza. Ni hasa ligi ama klabu ya chipukizi ya ligi ndogo ambao wanasakata mechi yao dhidi hasa ya Sakata ambao hasa ni klabu kutoka hapa jijini Nairobi, wote wawili wakiwania kuibuka videdea katika hasa nafasi zao ama vitengo vyao vya umri. Lakini pia kando na hayo kuna umri mwingine wa wale chipukizi wasiozidi miaka 7 ambao wapo katika upande ule mwingine. Alafu baada ya 7 uwanja mkuu ambao utumika kuandaa mechi za wale wachezaji wazoefu ikiwemo klabu ya hapa katika uwanja huu ya Ulinzi Stars bwana. Upande ule mwingine ni hasa mechi ambayo inawakutanisha 5 Star wakicheza dhidi ya Cheza, mechi ambayo inaendelea sasa hivi ya kusaka hasa nani atakuwa anasaka kumaliza nafasi ya 3 katika umri usiozidi hasa miaka 16. Kwa hiyo hapo jana pia tuliweza kushuhudia mabingwa watetezi ambao ni Moi wakidenguliwa katika shindano haya katika umri huo wa wale wazoefu, lakini katika hivi vitengo vingine wameshamiri zaidi. Na sasa hivi nitakuwa nazungumza na baadhi tu ya chipukizi waweze kunieleza hali vipi humu, wameshiriki katika vitengo vipi, na hasa kombe hili linawapa mwamko upi kwa ajili ya kupambania ndoto zao za soka. Welcome on KTN. Just introduce yourself, talk to us about of course the age category that you're taking part, and of course share with us how is it so far from day 1 to the final day today. My name is Ashton Irungu and I'm in the category of under 11, and the journey has been tough, but we have won some matches and now we're in the quarterfinal, and I hope we reach the finals. Quarterfinals, what do you expect maybe? I expect a win so that you can reach the finals. You've been facing, of course, challenging teams from different parts of the country and others from across East Africa. What has been so far, according to you, what have you learned so far? I've learned even though you lose, you'll always gain something. It is when some people, they don't like to lose, but if you don't lose, how will you learn? Which club do you maybe follow locally? Is it FC Leopards, Gor Mahia, or maybe the national team Harambee Stars? Which club? I support Gor Mahia. Gor Mahia. Which maybe player do you look up to? I just look up to the whole team. Talk to us about your dream maybe internationally. Where do you see yourself maybe in the future? I want to play in England. England. Which club? Manchester City. Manchester City. Thank you very much. I'll allow you to join others as you prepare to play in your next game, okay?
Thank you. Thank you, all the best. Haya, ni ungane na chipukizi mwingine hapa kabla tu ya kusema na uongozi wa shule ya Moi. Thank you very much. Welcome on KTN. Just introduce yourself, your age, and of course which game were you playing, and what are you looking forward into this tournament? My name is Joshua Mutiso. I'm in the category of under 11. The tournament has been good so far. Even though we have lost matches, we learned that if you lose, you have to just keep up and keep on trying. Yes. Keep on trying. What has worked for you maybe in the World Tournament up to today? It has helped me learn discipline and timekeeping. Yes. Looking forward, maybe which team has been so challenging on your side? Ligindogo. Ligindogo. Why? It's good in passing. Yes. Are you maybe going to work on that maybe in your next fixtures? Yes. What are you looking forward? Of course, taking part into this tournament prepares you for the future. What are you looking forward for? I'm looking forward to keep on doing these tournaments for MEC and inviting people to come and showcase their talents. Yes. Locally, which club maybe do you really want to play for in the near future? In Spain. You want to play in Spain? Which club? Barcelona. Barcelona. Of course, in Spain, you are always represented by our very own, including Aldrin Kibet. Do you look forward to joining him? Yes. Apart from Spain, in England? Arsenal. Arsenal. Thank you very much. I'll allow you maybe to join others and prepare all the best. Thank you. Huyo ni baadhi ya machipukizi ambao wanasema kwamba ndio chimbuko hasa la talanta ya humu nchini. Niseme basi na mwalimu mkuu kwa haraka tu wa shule hii ya Moi Education Center. Mwalimu mkuu, karibu zaidi kwenye KTN. Tuanze tu kwa majina, kisha mashindano haya siku ya mwisho kuanzia siku ya kwanza bwana, yamekuwa na upekee upi? Asante sana. Mimi ni Mr. Rotich, Principal Moi Educational Center. Hii michezo zimeanza on Wednesday na leo ni siku ya mwisho. It's been a 3-day sports activity and well, I think there's a remarkable improvement this year as compared to the first tenor, which was last year. Last year we had slightly over 1,000 players involved. But this year we have got over 1,500 players involved in this tournament, and it's been very nice activity going on. The soccer players have had very nice engagement. The learners are able to get maybe new friends in the process, the competitive spirit, and so far so good. We haven't suffered, we haven't heard of any injuries, any major that we can talk about, but the least we've been able to get is very good commendations. Our parents have been there, parents from schools have been there, and I think I want to applaud the Kenyan parent of the modern generation. They're very involved in the activities of their children, and maybe to encourage other parents, next time you hear your child is out there participating in a competition, it will be very important that you attend. It means a lot to a child. And mimi nafurahi kwa watoto rudi nyumbani nini and for Moi Educational Center being the organizer of the sports tournament, we want to appreciate our sponsors. Quite a number of sponsors came forward. Just to name but a few, we've had KCB there, even KTN itself is here, Belarus, KFC. We've had a lot of support, and that is that's very encouraging for the Kenyan spirit. So it's also encouraging that when increasingly we are having tournaments coming up, and we have sponsors coming up to support, because these young people need to be given an opportunity to grow their talent. Such an event is expensive. It's not well, I know Moi Educational Center, we have invested quite some amount of money to get this one done. It's able to give us some bit of publicity, but I think that's not the most important thing. The most important thing is these children, vijana wote wadogo, wanapata an opportunity to really showcase their talent, and that's all that matters to us. Yes, and as an educator, what you want to give is give a good experience to a learner, and this is part of it. Not only for Moi Educational Center, but hata kwa watoto kutoka mashule zingine, they'll go back with memory.
I mean, they remember the way they played, they lost, and the friends they made, and that to me really will remain in the memories. Sinio kijanangu. Yes. Asante sana bwana, wacha nikuruhusu nawe ukatizame baadhi ya mechi, ushabikie wale chipukizi ambao wanacheza. Tuwashukuru sana. Thank you so much KTN. Always feel welcome in some of these activities, not only with Moi Educational Center, but any other school that reaches out to you. Yes, thank you so much. I think your sports department has been commendable. We've seen very detailed coverage of sports activities, not only in this, but at least when you watch KTN News, you can see something nice coming out of it. Asante sana. Haya, huyo ni mwalimu mkuu kutoka shule ya hasa Moi Education Center akizungumza mawili matatu na akisema kwamba ndilo hasa chimbuko kubwa la talanta chipuka bwana. Kina Baja Berwa siku za usoni, kina Aldrin Kibet na Michael Olunga Omala bwana, wanatokea kwa michuano kama hii. Kwa hivyo Yeri, nitakuwa hapa kwa ajili tu ya kufuatilia matokeo na matukio, na baada ya siku kukamilika nitakuwa hasa na wajuza wale watazamaji wetu wale ambao watakuwa wanaibuka mabingwa katika vitengo tofauti vya kombe hili la Moi hapa jijini Nairobi. Kwako Suleiman Yeri. Shukran sana Davis Mbere kwa kutupasha yanayojiri pale katika kombe hilo la Moi, ambapo takriban shule ama timu 250 zimeshiriki katika mashindano haya. Tuangazie taarifa nyinginezo. Naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub